Sasa bila nitoa mimba, What? mimi nikanyamaza. Mimi nikakuja nikapata kazi, nikaita huko kazi huko Kampala, mimi nikatoka huko Kenya nikarudi Kampala. Nikafanya kazi huko kidogo, tena baadaye nikarudi huko Kenya. Tena tukaanza tena kuongea, tukaongea tena baadaye tena tukarudiana. Lakini hatukuweza kukutana hiyo wakati physical. Tulikuwa tunaongea tu kwa simu. Baadaye tena huyu msichana tena akatoka kaenda kaoleka tena jamaa mwingine. Akaenda kaoleka kwa jamaa mwingine. Akakaa huko like for 1.5 year. 1.5 year. Sasa juzi ndiye akarudi huko Kenya. Sasa ndio tukakutana naye juzi tena. Ilikuwa I think last month. Sasa hiyo last month hiyo, sasa hiyo mwezi mzima tulikuwa at least alikuwa anakuja, at least anakuja na nitembelea huko penye naishi. Sasa yeye anakuja tu mara moja ananiambia vile ako na mimba, achaenda clinic. Mimi nikajiuliza. Tumekuwa pamoja now is almost 3 weeks. Hata kama mimba imepatikana, hiyo mimba ya 3 weeks mtu anafaa ende clinic kweli? Gidi hata kama ni wewe mimba ya 3 weeks mtu anafaa ende clinic? Okay, nilikuwa inanisumbua ilinipeleka huko. Nani, wewe umetoka kwa ndoa fulani kule Kampala, si ndio? Yes. Umerudi hapa Kenya. Umekutana na Joseph kwa wiki kama 3 hivi. Na tayari unamwambia uko na mimba ya kupeleka clinic. How? Ilikuwa inanisumbua ndio maana nikaenda huko. Nini ilikuwa nakusumbua? Nikapika tu, nikaenda hosi nikapimwa. Wiki 3? Unaona? Wiki 3 ushakuwa na mimba ishamea mpaka unaenda clinic. Hapo ni kama unachenga Joseph. Hii mimba ulitoka na Uganda. Rosemary, swali ambalo tunakuuliza, ni wakati gani ulijua una mimba? Okay, tumekaa 1 month, lazima 3 weeks. Ni 1 month. 1 month. Yes. Hata Okay, nilijua mimba venye tu hiyo wiki sikuenda. Nikaanza uchovu. Sikuli, sikutapika tu. Unaona? Sasa nikamwambia yeye, nimepima na nimepata niko na mimba. Kwa nini ulitoa hiyo mimba ya kwanza? Okay, venye nilipata